Karibu katika darasa huru la Injili kujifunza neno la Mungu. Neno la Mungu ni chakula cha roho. Mwili unakula ugali na nini, mahitaji mbalimbali, lakini roho inakula neno la Mungu. Na leo tunaendelea na darasa letu, na mwisho wa darasa hili usisahau kusubscribe, kushare, comment na kulike. Leo kichwa cha somo tunataka tuanze zile level 7 baada ya kuokoka. Baada ya kuokoka, kila aliyeokoka anapaswa kukua. Na akue apitie level 7. Apitie madarasa 7. Level 7. Na level ya mwisho ni kufikia kwenye kimo cha utimilifu wa Kristo. Unatakiwa ukue mpaka ufanane na Yesu. Kumbuka Yesu alisema, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Wanafunzi wanaotajwa pale sio kindergarten, wala sio nursery school, wala sio pupil, wala sio student. Wanafunzi wanaotajwa pale ni disciple. Wanafunzi wa Yesu wanaitwa disciple. Neno disciple linatokana na neno discipline. Discipline ni nidhamu. Ni wanafunzi wanaojifunza kwa nidhamu. Disciple, discipline. Wanajifunza kwa discipline kubwa ili wafanane na mwalimu wao. Zamani wanafunzi walikuwa wanahamia kwenye nyumba ya mwalimu. Tunaona hayo kwa walimu wa zamani wa kina Socrates. Plato alihamia nyumbani kwa Socrates. Aristotle ni mwanafunzi wa Plato. Aristotle alihamia nyumbani kwa Plato. Aristotle mwanafunzi wake anaitwa Alexander. Alexander alihamia kwa Aristotle. Kwa zamani wanafunzi walikuwa wanahamia kwa walimu wao ili ajifunze kwa kila kitu, kila nukta ya mwalimu wake, ili akimhitimu anakuwa sawa, copyright na mwalimu wake. Hali kadhalika wanafunzi, disciples wa Yesu, unapookoka na kufanywa kuwa mwanafunzi wa Yesu, unatakiwa uwe copyright na Yesu. Sasa ukijilinganisha hivyo, ndio unaweza ukaona uko mbali sana baada ya kuokoka. Unaweza ukaona bado uko mbali sana, na hitaji la kuokoka lipo, na hitaji la kukua lipo. Na nilikwambia kipindi kilichopita kwamba kuokoka sio mwisho. Kuokoka ni mwanzo. Ndio mwanzo wa safari. Ndio kwanza unaanza awali. Na kipindi kilichopita nilikwambia baada ya kuhamia huku, Wakristo sasa hivi wako katika makundi 4. Walokole wako katika makundi 4. Haijalishi dhehebu. Lakini ukipita na kuangalia kwa makini, Biblia yenyewe inawagawa katika makundi 4. Na tuliona kundi la kwanza ni Wakristo wachanga kiroho, ambayo tumeisoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili, Waebrania 5:12 hadi 14, Waefeso 4:14. Hili lilikuwa kundi la kwanza ambalo tulijifunza kipindi kilichopita. Kundi la pili ni Wakristo wa matendo ya mwili, carnal Christians. Wameokoka lakini kuna dhambi inamzinga mtu kwa haraka. Tumesoma hiyo katika Wagalatia 5:19 hadi 21. Hayo ni matendo ya mwili. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3. Waebrania 12 mstari wa kwanza. Kuna dhambi ambayo mtu inamzinga kwa upesi. Lakini kundi la tatu ambalo tulijifunza la Wakristo au la walokole ni walokole watumwa. Spiritually enslaved, not sons. Ni Wakristo ambao ni watumwa, sio wana. Wakati Yesu alipokuja, kazi ya msalaba inatupa mahusiano mapya. Mungu anakuwa baba yetu na sisi tunakuwa watoto. Na kama tu watoto, tunarithi kwa Mungu. Haturithi kwa baba zetu na mama zetu wa kimwili. Tunarithi kwa baba huku tunakozaliwa upya. Warumi sura ya 8 mstari wa 15. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 9. Warumi ile 8:15 hadi 17. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 7. Kundi la 4 ni watu wazima kiroho. Haya ndio makundi ambayo tulijifunza kipindi kilichopita.
Leo tunapoanza kujifunza level 7, madaraja 7, madarasa 7 ambayo kila mtu aliyeokoka anatakiwa kupitia. Leo tutajifunza daraja moja pekee kutokana na muda wetu. Lakini ziko level 7 za kanisa kukua. Na kumbuka, tunatakiwa kukua, lengo lazima tufikie kwenye kimo cha utimilifu wa Kristo, yani tufanane na Kristo. Neno ni lile lile Wakolosai kama msingi. Kolosai sura ya 1 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ulokole, Ukristo ni kuhamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza. Ni kuokolewa, ni kukombolewa na kuokolewa. Tukiwa kwenye ufalme wa giza huku, kuna mambo mawili tunafanyiwa. Tunakombolewa, tunaokolewa. Kukombolewa ni kununuliwa. Ni kama kitu ambacho kilichukuliwa rehani. Tulijiweka rehani katika bustani ya Eden. Yesu anapokuja anatulipia deni. Kuna tenzi inasema nimelipiwa deni, kuna wimbo unasema nimelipiwa deni, sidaiwi tena. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimeombwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu. Huku tunakombolewa, tunalipiwa deni, deni la dhambi, deni la laana, deni la mikosi, madeni yote ambayo shetani alikuwa anatudai. Tunakombolewa, tunalipiwa. Ukishalipiwa unaokolewa. Kuokolewa ni kuopolewa kutoka kwenye hatari ili kuingizwa katika usalama. Sasa na andiko yanasema tulitolewa katika ufalme wa giza, tukahamishwa na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Huku tunakohamia kuna kukua. Kuna kukua. Kumbuka Ukristo ni mabadiliko. Kumbuka wokovu ni mabadiliko. Kama mabadiliko hayapo, bado hujakuwa. Kujifunza ni mabadiliko. Ukisema nimejifunza, lazima tuone mabadiliko. Ukisema nimetubu, lazima tuone mabadiliko. Ukisema nimeokoka, lazima tuone mabadiliko. Upende usipende, tutayatafuta. Sasa mbona mnanifuatilia? Sasa kwa nini utangaze kwamba umeokoka? Ukitangaza umeokoka, lazima tufuatilie mabadiliko. Na kama mabadiliko hayapo, tutakwambia kwamba huu ndio ulokole gani, huu ndio Ukristo gani. Tutakwambia. Mara ngapi watu wanakuambiaga hivi? Tutakwambia. Jamii itakwambia, kwa sababu jamii inajua Mkristo anatakiwa kuishije. Sasa level ya kwanza tunayoanza nayo katika ufalme wa mwana wa pendo lake tulikohamia, kuna kukua. Level 7. Level ya kwanza tunatakiwa kukua. Sasa baada ya kuokoka, tunatakiwa kukua katika neema na katika kumjua Yesu Kristo. Tunatakiwa kukua katika neema na katika kumjua Yesu Kristo. Hapa tunasoma andiko linalotuongoza la kukua katika neema. Tunalipata katika Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Anasema hivi: lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu na yeye sasa na hata milele. Mstari huu unasema lakini. Sasa kiualimu sentensi huu haianzi na lakini, kwa sababu lakini ni kiunganisho. Sasa lakini aya imeanza na neno lakini. Anaposema lakini, anaunganisha, lakini inaunganisha na mstari wa juu. Maana yake mstari wa 17 kuna vitu vilisemwa. Mpaka mstari wa 18 anasema lakini. Hata kwa namna ya kawaida tu, huwezi ukaanza sentensi na lakini. Haiwezekani. Utasema lakini ukiunganisha na maelezo ya awali. Maelezo ya awali ilikuwaje? Tukitaka kuyapata, kwa nini lakini iko pale kwenye mstari wa 18? Lazima turudi kwenye mstari wa 17. Mstari wa 17 unasema, basi wapenzi, mkitangulia kujua haya, jilindeni nafsi zenu
msije mkachukuliwa na kosa la hao wahalifu, mkaanguka na kuacha uthabiti wenu. Kumbe mstari wa 17 alikuwa anaonya kwamba mnatakiwa kuwa makini, jilindeni nafsi zenu. Jilindeni nafsi zenu. 1. 2, msije mkachukuliwa na kosa la hao wahalifu walioanguka. Anatoa tahadhari. 3, anasema na kuuacha uthabiti wenu. Kwa sababu alikuwa anahimiza hayo, mstari wa 18 sasa ndio anasema, lakini ili muweze kumudu hayo yote, lakini ili muweze kufanikiwa, msije mkaacha utimilifu wenu, lakini kuweni sasa katika neema na katika kujua. Mkikuwa katika neema na katika kumjua Yesu, hayo mambo niliyotaja hapo juu hayatawasumbua. Mambo hayo yatawasumbua watu ambao ni wachanga kiroho, watu ambao wameokoka hivi karibuni, yatawasumbua. Lakini mkiamua kukua katika neema na kukua katika kumjua Yesu Kristo Mwokozi, hayo mambo hayatawasumbua. Kukua ni dalili ya uhai. Nakumbuka tulivyokuwa tunasoma sekondari kwenye somo la biology, tulikuwa tunafundishwa characteristics of human organism. Sifa za viumbe hai. Kwa hiyo tukatajiwa sifa 7. Sifa mojawapo ni ya kukua, growth. Kitu kilicho hai kinakuwa, na imani ya mtu inakuwa kwa sababu iko hai. Sasa roho zetu zinakuwa tunapoendelea kumfahamu Mungu zaidi. Kitu kingine kinachokuwa katika maisha yetu ni akili. Akili zetu zinakuwa tunapoongeza maarifa. Miili yetu pia inakuwa. Miili yetu inakuwa tunapokula chakula. Lakini hapa tunafundishwa tukue katika neema. Tukue katika kumjua pia Yesu Kristo. Tuanze na kukua katika neema. Kukua katika neema ni kitendo cha mwanadamu kupokea neema ya Mungu na kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Neema ya Mungu ni zawadi ya bure ambayo Mungu anawapa wanadamu kwa upendo tu, na inatupa uwezo wa kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Neema ya Mungu inakuwa. Tunaipataje neema ya Mungu? Kila mtu aliyeokoka alipewa dozi ya neema. Kuna dozi fulani ulidungwa katika imani kama dozi ikakusaidia kuokoka. Kuna watu wengine unahubiri injili kama dozi haijajaa hawaokoki. Na hata ambao hawajaokoka mpaka sasa, sio kwamba ni wagumu, ni kwamba dozi ya neema bado haijakolea. Dozi, inawezekana wengine wanahitaji cc 10 ya neema ndipo waweze kuokoka. Sasa unapohubiri injili inawezekana anapata cc 2, 1.5. Siku akija kupata dozi 5, cc 5 zinazotakiwa, ataokoka tu kwa machozi. Ni kwamba tu dozi haijaenea. Na tunasoma maneno haya katika Efeso sura ya 4 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: mkiangalia sana mtu asiipungukie. Waefeso 4:7 samani inasema hivi: lakini kila mmoja wetu aliyeokoka alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Kila aliyeokoka alipewa neema kwa kadiri ya kipimo. Maana kila mtu alipewa dozi iliyolingana akaokoka. Wewe mwenyewe ni shahidi. Unaweza ukasikia injili kwa muda mwingi sana. Injili unaisikia. Wala kuna siku dozi ikienea, ndugu yangu, utaokoka. Na hizi dozi tunatofautiana. Kuna wengine sisi moja tu ya neema kisha okoka siku nyingi. Kuna wengine paka udunge sisi 20. Jinsi alivyo sisi 20, lakini akiokoka ndio hivyo, gari sasa, gari la mkaa. Shida sana kuwaka, likiwaka hapatoshi. Ndivyo watu wengine walivyo. Lakini hapa pointi natoka uione ni kwamba dozi ya neema
uliodungwa ukaokoka ni tofauti na dozi anayohitaji mtu mwingine. Ndio maana huhitaji kumlaumu mtu ambaye hajaokoka mpaka sasa. Kwa sababu wewe unasikia injili tu uokoke, muone pale. Kuokoka ni neema. Kama wewe sisi zilitosha, muombee. Kama ni mumeo, sisi siku moja zitoshe aokoke. Muombee. Kama ni mkeo, siku moja sisi zitoshe aokoke. Lakini kitu nataka ukione hapa ni kwamba kila mtu alipokea kipimo cha neema. Neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa cha Kristo kikamfanya aokoke. Na Petro wa Ibrania sura ya 12 mstari wa 15, neno la Mungu linasema hivi: tukiangalia sana mtu asiipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Hapa hii mistari miwili inasemaje? Mstari wa Efeso 4:7 inatuonesha jinsi tulivyopokea neema kwa vipimo tofauti tofauti. Lakini Waebrania tuliosoma hapa inasema mtu anaweza akapokea neema lakini ikapungua, akaipungukia neema, na asipokuwa makini akarudi nyuma kabisa. Lakini Mungu wetu atusaidie. Neema tuliyoipokea lazima tuchukue hatua, ikue, tuiongeze hiyo neema. Tumeipokea kwa kiasi, kwa kipimo. Biblia inasema inawezekana ni cc 10. Sasa haitakiwi ukae kwenye uchanga kwa cc 10 zile za injili. Neema unatakiwa ujue namna ya kuiongeza ili upako wako uongezeke, nguvu yako ya maombi iongezeke, kiu yako ya kusoma neno iongezeke, kiu ya kushuhudia iongezeke. Wewe unafikiri kwa nini sasa hivi watu kiu ya kushuhudia haipo? Na watu wanaona sawa tu. Kwa sababu neema inawapungukia watu. Watu hawajui namna ya kuiongeza neema ya Mungu. Neema ya Kristo unapewa bure. Unapewa. Kumbuka kipindi kilichopita nilikwambia hivi, katika mkataba Mungu na mwanadamu tumeweka agano, inaitwa agano jipya. Katika agano hili jipya, safari hii Mungu kamleta Yesu aliyebeba neema na ahadi. Sisi wanadamu huku chini tumepewa imani ya kumpokea Yesu aliyebeba neema na ahadi. Neema na ahadi alizoleta Yesu katika agano jipya zinapokelewa kwa imani. Sio kwa torati inapiga shoti, sio kwa kanuni itapiga shoti, sio kwa sheria itapiga shoti. Mungu kabadilisha kitasa. Ukija na funguo za zamani hazifungui. Hata kama ni funguo, hata kama unaona ni kitasa, funguo inaweza ikaingia kabisa, lakini isifungue. Ndio maana ya machangamoto mengi ya kanisa, ya wapendwa, mengi hayafunguki. Kwa sababu wanafikiri kitasa ni kile kile, funguo bado wameshika ile ya zamani. Mungu kabadilisha kitasa, wao wanakuja na funguo lao la zamani, la torati na sheria. Haifungui. Ndio maana Yesu alisema kiriba kipya, divai mpya. Kiriba kipya ukaweka divai ya zamani haviendi. Yesu alikuwa anafundisha habari ya agano jipya, lijitegemee, lijibebe lenyewe. Agano la kale liache lijibebe lenyewe. Lakini kiriba kipya au kiriba cha zamani unaweka divai mpya, hicho kiriba kinapasuka. Vazi jipya halafu unaweka kiraka cha zamani, au vazi la zamani unaweka kiraka kipya, ndugu yangu, havikai. Havikai. Maji na mafuta huwa haviendi pamoja. Huo ndio ukweli. Kama watu watachukia, wachukie, lakini huo ndio ukweli. Kiriba kipya, divai mpya. Kitasa kipya, funguo mpya. Vazi jipya, kiraka kipya. Usichanganye madesa, havitaenda. Ndio maana katika vita pia Bwana Yesu alibadilisha. Katika agano jipya, rules of engagement ni nyingine.
Lakini watu wanatumia rules of engagement za Agano la Kale. Ndio maana Wakristo hawana ushindi. Pamoja na Biblia inasema kwamba sisi tu washindi na zaidi ya kushinda. Hatushindi. Kwa nini? Usije ukafikiri Yesu hafanyi kazi. Ni kwamba tunatumia rules of engagement za Agano la Kale. Rules of engagement ni kanuni za vita. Kanuni za vita za Agano la Kale na kanuni za vita za Agano Jipya ni tofauti. Watu wanaingia kwenye vita kwa rules of engagement za Agano la Kale. Unapigwa. Kwa sababu shetani Biblia anaijua na anajua badiliko. Wewe tu ndio hutaki kubadilika. Unashikilia rules of engagement za zamani. Sikiliza, ngoja nikupe hii. Katika Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hadi wa 5 anasemaje? Ingawa tunaenenda kwa mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa nini? Kwa sababu silaha zetu si za mwili, lakini zina nguvu katika Mungu hata kuangusha ngome. Hafu sikiliza ngome ninazozitaja. Ngome ya mawazo na kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu. Tukiteka nyara kila fikra zipate kumtii Kristo. Umeona rules of engagement za Agano Jipya? Kwamba pamoja na kwamba tunaishi kwa jinsi ya mwilini, lakini silaha za vita vyetu sio vya kimwili. Kurupuka sasa, chukua silaha za kimwili, upigane navyo kwenye Agano Jipya kama utatolewa belenge. Tunapigwa kwa sababu tunatumia rules of engagement za Agano lingine. Yaani una kesi wewe Mtanzania una kesi, unatumia katiba ya Tanganyika. Sijui kama utapata haki. Hata kama utaenda kushitaki kwenye mahakama gani. Wewe Mtanzania, halafu leo utumie katiba ya Tanganyika. Ngoja nitoke hapo. Maana nikiingiaga hapo kutoka inakuwaga ni ngumu. Lakini Mungu atusaidie ili tujue agano tulilopewa wa Kristo ni Agano Jipya. Sio kwamba nabagua, sio kwamba nagawa maandiko. Fundisho tulilopewa ni fundisho la mitume. Ni fundisho la Kristo. Fundisho la mitume ndio nilikuwa kulisimamia kule katika Agano la Kale. Sio kwamba tunaliacha kabisa. Ila inatumika kama illustration. Inatumika kama mfano. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari ule wa ngapi? Wa 5 hadi wa 9. Lakini nisemeje? Mungu anataka tukue katika neema. Na namna mojawapo ya kukua katika neema ni ziko mbili tatu hapa. Tunakuaje kwenye neema? Tumeona pale katika Efeso kwamba kila mtu amepewa kwa dozi. Sasa hii ukishaipata unatakiwa ukue. Unatakiwa uongezeke. Unatakiwa uiongeze neema. Unaiongezaje? Moja, unaiongeza neema ya Mungu kwa kupewa. Mungu anakupa tena, anakuongezea. Yakobo sura ya 4 mstari wa 6 anasema hivi: lakini hutujalia sisi neema izidio. Anatujalia neema ifanyaje? Izidio. Anatujalia, acha ile tulionayo, lakini pia Mungu ana mpango tukikaa vizuri, anatupa neema izidio. Manake anatupa neema ambayo inaendelea kuongezeka. Kwa hiyo husema Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo hapo tunaona pointi mbili. Ili kuongeza neema, unaweza ukaongeza neema kwa Mungu kukupa zidio. Hasa kwa kigezo cha kunyenyekea. Unyenyekevu ndio mtaji unaoweza kumtekenya Mungu, unaoweza kumshawishi Mungu akakuongezea neema. Kama zilikuwa ni sisi 10 ulizodongwa, atakuongezea zikawa 11. Ukiendelea kunyenyekea ataongeza zitakuwa 12. Ukinyenyekea 15, 20, zitaendelea kuongezeka kwa kadiri unavyokuwa unanyenyekea mbele za Mungu, kwa kadiri unavyokuwa unanyenyekea mbele za watu. Sio kunyenyekea tu mbele za Mungu, wakati mwingine hata mbele za wanadamu na viongozi wetu. Kwa hiyo Mungu hutujalia kwa kigezo cha unyenyekevu. Tunasoma hayo pia
katika Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 anasema hivi: vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, maana ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Huwapa wanyenyekevu neema. Huwapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Utakwezwa kama utakuwa mnyenyekevu. Tutahudumiana kama tutakuwa wanyenyekevu. Utapewa neema zaidi, neema izidio kama utakuwa mnyenyekevu, kama tuliposoma pale juu katika Yakobo. Maana yake iko hivi: kinyume cha unyenyekevu ni kiburi. Na ukiwa na kiburi, hata kama umeokoka, mpinzani wako ni Mungu. Kama tulivyosoma hapa kwenye hili andiko kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi, huwapa neema wanyenyekevu. Kama kuna kitu Mungu anachochukia kwa mwanadamu ni kiburi. Hata kama umeokoka, ukiwa na kiburi, Mungu anaandika 0. Na ndio maana kuna watu waliookoka wa matendo ya mwili. Ndio maana kuna watu waliookoka hawakui. Ndio maana kuna watu waliookoka wamedumaa. Ukiwafuatilia, tatizo lao ni kiburi. Mungu anawapinga wenye kiburi. Ukiwa na kiburi, shetani hakupingi. Anayekupinga ni Mungu aliyekuokoa. Kama kuna kitu cha kuacha katika maisha haya ni kiburi. Na kiburi mwanadamu anazaliwa navyo. Kuna dhambi 2 ambazo mwanadamu anazaliwa nazo katika maisha yake. Dhambi ya kwanza tunayozaliwa nayo inaitwa kiburi. Dhambi ya pili tunayozaliwa nayo inaitwa ubinafsi. Dhambi hizi huwa zinasagwa tunapokuwa tunasoma, tunaenda shuleni, hata shule hizi za kawaida. Unapoenda kanisani, unaenda msikitini na nini. Umewahi kusikia huyu kasoma lakini hajastarabika? Maanake kasoma, elimu haijasaga vizuri kile kiburi. Tunaenda shuleni kusaga kiburi. Kama umesoma, hata kama wewe una PhD, kama kiburi kipo, elimu haijakukomboa, elimu haijakusaidia, kwa sababu ubinafsi upo, kwa sababu kiburi kipo. Ukisoma kwenye saikolojia, unaambiwa akili ya mwanadamu iliyo kwenye nafsi inayoitwa mind ina sehemu 3. Ina kitu kinachoitwa ED, innate desire. Kuna kitu kinachoitwa ego. Kuna kitu kinachoitwa super ego. Sasa ukisoma habari za ego, ni mzizi wa neno egocentric. Egocentric ni kiburi. Kwa hiyo egocentric ni kiburi ambacho kimeambatishwa kwenye akili ya mwanadamu. Kila akili ya mwanadamu ndani kuna kiburi. Ndio maana unapopeleka akili shuleni kwenda kusoma, kiburi kinashughulikiwa. Kuna Wakristo wengi sana leo, pamoja na kuokoka, kiburi kinasumbua. Na matokeo yake neema haiongezeki. Na neema isipoongezeka, mafundisho hakuna. Kwa sababu dalili kwamba neema haipo kwenye kanisa lako, hakuna mafundisho. Mtahubiriana tu, acha dhambi, acha dhambi, acha dhambi. Watu hawachi. Watu wanaacha dhambi kwa neema. Na neema ili ikae, lazima kuwe na unyenyekevu. Unyenyekevu unavuta neema. Neema unavuta injili na mafundisho yanayoweza kubadilisha watu. Mungu atusaidie, kwa sababu kiburi kinaliua kanisa. Kiburi kimeliua kanisa. Na watu wanajengana kiburi. Mimi nasali kwa fulani siku hizi, nasali kwa fulani. Yeye kule tunakosali ni wokovu grade 1. Yaani wengine grade 2, grade 0. Yaani una grade ulokole kwa dhehebu lako, kwamba dhehebu lako is the best. Aliyekwambia nani? Aliyekudanganya nani? Anayeokoa ni Yesu, ambaye huwezi ukamfunga kwenye dhehebu lako, huwezi ukamfunga kwenye kanisa lako. Yesu yuko huru kumuokoa kila mmoja, unayempenda na usiyempenda. Kati ya vitu ambavyo utakwenda kushangaa mbinguni ukifika, Mungu akikujalia, ukipokea neema, ukiacha kiburi, ukafika, utashangaa. Utawakuta watu ambao ni wa madhehebu mengine ambao hata hukutegemea. Lakini Yesu kafika huko. Amejisazia watu huko. Ana watu huko. Hata kama ni dhehebu unalolichukia, ni dini yako tu ndio inayosababisha uwe na chuki. Lakini Yesu hana mipaka. Na hawezi ukamfungia kwenye mfuko wako kwamba Yesu ataokoa watu wangu hawa tu.
sisi ndio tunaenda mbinguni. Mnajidanganya. Yesu wokovu wake ni mpana. Upende usipende ataokoa, unaowataka na usiowataka. Umepata hiyo mpendo? Mungu atusaidie. Kwa hiyo tunapata neema. Tunaongezewa neema kwa kuwa na unyenyekevu. Ngoja nikupe story moja kwenye Biblia hapa. Sio story, lakini nasema kwenye Luka sura ya 18. Ngoja nikupe uone watu wanavyojikinai na uone hasara ya kiburi. Kujikinai, kiburi cha uzima kanisani ni hatari sana. Kuna watu wawili walienda kanisani. Mmoja Farisayo, mmoja mtoza ushuru. Luka sura ya 18. Ngoja nikusome hapo uone madhara ya kiburi. Na kama huyu mtu yalimdhuru, usije ukafikiria utapona. Tatizo mwenye kiburi wakati mwingine hajui kwamba ana kiburi. Kiburi kinakuondoa kumtegemea Mungu kabisa. Unategemea maisha yako, unajitegemea mwenyewe. Unajiona wewe is the best. Kama wokovu wewe ni the best. Kama nizi ni the best. Kanisa limepata bahati sana kukupata wewe. Unafikiri usipokuwepo kazi ya Mungu haiendi. Kiburi tu. Luka sura ya 18 mstari wa 9. Akawaambia mfano huu. Watu wawili waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki. Yaani walijihesabia haki kwa sheria na matorati yao. Wakidhani wengine wote, wakiwadharau wengine wote. Mbona kiburi? Kiburi kinakufikisha mahali unajiona wewe is the best. Kama ni wokovu grade 1. Aliyekwambia huko ni kujikinai. Na hali unadharau wengine. Hicho kitendo tu cha kudharau wengine ni dhambi. Ndio maana nasema kwamba kanisani wakati mwingine watu wanaweza wakajipa haki wakawadharau wengine. Kule kujipa haki na kudharau wengine ni dhambi. Akawaambia mfano huu. Watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo na wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Mungu, ninakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma. Mimi hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, niwe radhi, mimi ni mwenye dhambi. Yesu anasema, nawaambia, huyu mtoza ushuru alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, maana kila ajikwezaye atadhiriwa, naye ajidhirie atakwezwa. Aya hizi zinatufundisha watu waliojikinai, wanaojiona ni bora na kudharau watu. Na kawaida ukishika torati na sheria, dalili kwamba umeshika torati na sheria, unahukumu watu. Wewe unaenda jehanamu, wewe ni kuni kabisa za motoni, wewe ufai. Anayefaa nani sasa? Dalili kwamba wewe umeshika torati, dalili ya kwanza ni kuhukumu wengine, dalili nyingine ni kujihesabia haki. Kwamba mimi nafunga, mimi natoa zaka, mimi nafanya hiki, mimi nafanya hiki. Sawa? Lakini hicho ni kiburi. Sasa tumeona mifano vya watu wawili walioenda kanisani. Inawezekana sio Wakristo, lakini ni watu ambao walikuwa wanamjua Mungu kwa level tofauti. Mwingine kabeba matorati, mwingine kabeba neema. Neema inamuongoza nyenyekee, anajipiga tu kifua, Mungu, niwe radhi, mimi ni mwenye dhambi. Angalia yule mshika torati, Mungu, nitazame sawa sawa, mimi si kama watu wengine. Na kushukuru, mimi si kama watu wengine, maana nina hiki, na wala si kama huyu jamaa hapa ninayeomba naye hapa. Wanasali kanisa moja lakini wanapingana madongo. Hujawahi kuona hicho kitu? Kanisa moja, dhehebu moja, fomu moja, mmekaa mnapigana madongo
katika ulimwengu wa roho. Hiyo ni shida. Kwa hiyo yule mtoza ushuru aliyekwenda kwa neema alihesabiwa haki. Huu mfano huko kwenye Agano Jipya unaeleza watu makundi mawili wanaojihesabia haki kwa kushika sheria. Ukisoma katika Wafilipi sura ya 3, Paulo anasema mimi katika dini yangu ile nilikuwa Farisayo, mwana wa Mafarisayo. Katika imani ile nilikuwa na haki, nilihesabiwa haki katika ufarisayo wangu. Maanake kuna haki ya Mafarisayo na kuna haki anayotoa Yesu. Yesu anasema haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo, mbinguni hamwendi. Na mnajua haki ya Mafarisayo ilizama kwenye sheria na Torati. Haki ya Kristo tunaipata kwa neema, kwa kumwamini Yesu Kristo. Tunaipata bure. Sasa kila mtu anayejiinua anakuwa ni adui wa Mungu. Na ndio maana katika Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 anasema hivi: maana ingawa tunaendelea katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Sasa angalia zile ngome zinazotajwa pale. Anasema tukiangusha mawazo katika ulimwengu wa roho. Katika Agano Jipya vita vyetu tunapigana katika mawazo. Ndio maana siku moja tutajifunza tuone namna ya kuyadhibiti mawazo. Tunapiganaje vita katika mawazo? Kuangusha ngome za mawazo. Kuangusha ngome inayoitwa kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu. Na unajua kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu ni kiburi. Kiburi ndicho kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu inasema hivi, kiburi kinataka kuja juu yake. Elimu ya Mungu inasema hivi, kiburi kinakuja juu yake. Tuiamini Injili, tuamini Injili, tumwamini Kristo. Elimu ya kiburi kinakuja juu yake. Kila kitu kinachokuja juu ya elimu ya Mungu, juu ya elimu ya Kristo, hicho ni kiburi. Na kiburi kitawaponza watu wengi sana. Na kinyume cha kiburi ni unyenyekevu. Ukiwa na unyenyekevu, Mungu anakupa neema, anakuongezea neema. Ukiwa na kiburi, Mungu anakunyang'anya. Maana atakupinga tu. Lakini pia tunapokea neema ya Mungu kupitia neno la Mungu. Tunapokea neema ya Mungu kupitia neno la Mungu. Warumi sura ya 1 mstari wa 16, neno la Mungu linasema, kwa maana siionei haya Injili. Kwa nini? Kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Anapotaja Myahudi anaweza akaokoka kwa Injili hiyo, lakini Myunani anawakilisha mataifa. Injili katika Agano Jipya wakati huu inawahusu wote. Wayahudi hata kama wamekatwa, lakini wako waliookoka. Lakini kwa Myunani pia, maana yake Injili kwa watu ambao ni mataifa, ambao si Wayahudi. Sasa anasema hivi, Injili ni uweza unaobeba neema inayoleta mabadiliko yanayoitwa wokovu. Ndani ya neema, ndani ya Injili kuna nguvu, kuna uweza unaoleta wokovu. Wokovu unabebwa na neema. Unakumbuka katika Waefeso anasema neema iwaokoayo wanadamu wote. Tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa hiyo kama tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani, tafsiri yake nini? Injili ni uweza uletao wokovu. Kama wokovu unaletwa na Injili, manake Injili inayoleta wokovu, wokovu huo unaletwa na neema. Kwa hiyo kwa kadri unavyosoma neno la Mungu, neema ya Mungu unaiongeza. Jiwekee utaratibu mpendwa wa kusoma neno. Jiwekee. Jilazimishe, weka ratiba. Hakikisha unasoma Biblia. Agano Jipya lirudia hata mara 10 mara ngapi. Soma, kariri mistari. Kuwa na bidii, kula kiroho ndugu yangu. Hakuna kufunga kwa kiroho, unafunga kimwili, lakini kiroho kula tu saa zote kwa kadri unavyopata nafasi. Tunapokea neema ya Mungu kupitia imani. Kwa kadri unavyokuwa unaongeza imani yako. Kumbuka Biblia inasema kwamba tunakuwa kutoka imani kwenda imani.
Kama nilivyosema kwamba Ukristo ni kukua, Ukristo ni kuongezeka kutoka imani kwenda imani. Ukristo ni kukua kutoka utukufu kwenda utukufu. Na imani hapa ina Biblia inatueleza hakikisha kabisa kwamba imani au neema yetu inaweza ikaongezwa kwa imani. Tunasoma hayo tunaposoma katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 8. Anasema hivi, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Neema inaokoa kwa kupitia imani. Kwa hiyo ili kuipata neema iliyofunuliwa yote, inabidi neema iongezeke. Kwa sababu upana wa mdomo wako ndio upana wa kula. Katika Zaburi anasema funua sana kinywa chako ili Bwana ajaze. Kwa kadiri ya ukubwa wa kijiko chako ndio ukubwa wa chakula unachochota. Kwa kadiri neema yako imani yako inavyoongezeka, ndivyo neema yako pia inaongezeka. Na unajua kabisa Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo kwa kadri unavyosikia neno la Kristo ndivyo imani inavyoongezeka, na kadri imani inavyoongezeka ndivyo neema ya Mungu inavyoongezeka kuipokea. Ukiongeza upana wa imani, unaongeza upana wa neema. Ukiongeza upana wa kusoma neno la Mungu, unaongeza upana wa imani. Upana wa imani utafyonza mto mkubwa wa neema. Kwa hiyo utaongezeka imani. Unataka imani yako iongezeka? Kuwa mnyenyekevu. Achana na kiburi. Unataka neema yako iongezeke, si ndio? Soma neno la Mungu. Unataka neema ya Mungu iongezeke ndani yako? Basi ongeza imani. Ukisoma, nataka nikupitishe uone kazi 7 za neema. Watu wakisema tunaokolewa kwa neema, wanaweza kufikiri neema ni uholela. Watu wengine sema, ndio maana watu wanaongeza na sheria, kwa sababu wakiangalia neema hii wanaona hamna kitu hapa. Neema hapa hamna kitu. Lakini neema imeplaniwa na Mungu. Neema ni mpango wa Mungu uliokamilika. Mungu mwenyewe aliye plani ni mtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kuokoa. Yesu akasema, nitume mimi niende nikatoe damu yangu, nikatoe mwili wangu, nikatoe nafsi yangu, nikatoe roho yangu, iwe fidia ya wengi. Yesu akaja akaileta neema. Yesu alishuka katika agano na neema na ahadi. Sisi tunapokea kwa imani. Sasa hii neema ina mambo mengi sana. Hapa kwa haraka nimepata vitu 7. Tito sura ya 2 mstari wa 11 na 12. Ngoja uone kazi ya neema. Uone ukubwa wa neema. Wewe bado unaidharau neema. Ukiidharau neema umemdharau Yesu mwenyewe. Ukiidharau neema kwamba haitoshi mpaka uiongezee sheria, umemdharau Yesu, umemkana Yesu, umekana Ukristo. Kwa sababu mbona unaongea maneno magumu? Sasa nisemeje? Wewe neema uikubali, unaongeza na masheria yako wakati neema inajitosheleza. Neema ni kitu special, ni kitu chepesi unaweza kukiangalia hivi, lakini kuna nguvu ya Mungu. Tito sura ya 2 mstari wa 11 na 12. Neno la Mungu linasema hivi: neema ya Mungu. Neema ya nani? Neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote. Wanadamu wangapi? Wote. Neema imekuja kwa ajili ya wanadamu wote na dini zao. Sio kabila fulani wala sio Wakristo. Kwa taarifa yako, Mkristo si kwa ajili, Kristo Yesu si kwa ajili ya Wakristo tu. Kristo ni kwa ajili ya wanadamu wote. Wanaopinga sasa hivi watakubali tu baadaye. Kama hawamkubali Yesu, hukumu ishapita. Hakuna wokovu chini ya mbingu tulilopewa. Hakuna jina jingine chini ya mbingu tulilopewa wanadamu isipokuwa ni jina la Yesu tu. Na Biblia inasema kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Hata wanaomkataa siku ya mwisho watapiga goti mbele za Yesu, watakiri Yesu ni Bwana, wanaenda zao jehanamu. Lazima wakiri kwanza, ndipo waende jehanamu. Hata Qurani inasema hakika Nabii Isa ni dalili ya kiyama kwamba kinatukaribia. Tusimfanyie shaka.
maana yeye ndiye njia iliyonyooka. Paka misaafu mingine inasema hivyo. Kwa hiyo Yesu ndiye dalili ya kiyama. Dunia nzima inajua Yesu ndiye atakaye kuja kuhukumu dunia hii na wanadamu wote. Wewe unafikiri akija kuhukumu atahukumu kwa sera gani? Unafikiri atahukumu kwa sera za Musa? Maana atakuja kuhukumu ulimwengu wote. Unafikiri atahukumu kwa Torati? Atatumia agano jipya. Atatumia agano jipya kuhukumu ulimwengu. Anasema neema iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi maisha ya haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Hili andiko linatupa kazi 7 za neema. Ziko kazi 7 hapa. Hebu pata nafasi ya kuzitafakari vizuri. Mimi ngoja nipite kwa haraka kwa ajili ya muda. Kazi ya kwanza, neema inaokoa. Kinachotuokoa ni neema. Sawa sawa na Waefeso sura ya 2 mstari wa 8. Kazi ya pili, neema inafundisha. Tena inakufundisha kukataa ubaya. Ukija kuona umeokoka, halafu unashawishiwa kwenye neema, halafu ndani yako unasikia kusema no to the sin. Sifanyi. Ukija kuona unasema hivyo, hiyo ni neema. Inakukataza kusema no kwenye dhambi. Neema inaokoa, neema inakukataza kufanya mabaya. 3, neema inakufundisha kukataa tamaa za kidunia. Neema ndiyo inayokusaidia kukataa. Watu wanafikiri ukiwa na neema, ukipokea neema, kwa hiyo utafanya dhambi tu ovyo ovyo kwa sababu ni neema. Nani kakwambia? Neema inakukataza kufanya mabaya. Iko ndani huku. Inakukataza useme no. Inakukataza tamaa za kidunia. No. 4, neema inakufundisha sasa upate kuishi kwa kiasi. Neema inakufundisha upate kuishi kwa haki. Neema inakufundisha upate kuishi kwa utauwa. Utauwa ni utakatifu. Hapo wanasema mimi sio mtakatifu. Mtakatifu ni nani? Wakati Biblia inasema watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora. Hao ndio naopendezwa nao. Mungu ndiye anavyosema hivi. Sasa kama sio uliokoka, mtakatifu ni nani? Kama sio wewe Mkristo, mtakatifu ni nani? Watakatifu hapo. Watakatifu tupo. Mtakatifu nipo. Kama nyinyi hamtaki, sawa, nipo mimi sasa. Tafsiri ya utakatifu ndio inayosababisha watu wasijione kwamba ni watakatifu. Mtakatifu manake ni aliyetengwa maalum kwa kazi maalum. Si unakumbuka Nebukadneza alipofurahi kwenye sherehe akachukua vyombo vitakatifu. Vyombo vitakatifu manake havikuwa na dhambi. Kama utakatifu ni kutokuwa na dhambi. Utakatifu maana ni pana zaidi ya kutokuwa na dhambi. Lakini utakatifu ni kutengwa kwa ajili ya kazi maalum. Vyombo vilivyotengwa, vilivyowekwa wakfu kwa ajili ya kazi maalum ya Mungu, hivyo ni vitakatifu. Na wewe ukiokoka, ukatengwa na dunia, ukatengwa na uovu, ukatengwa na dhambi kwa ajili ya kazi ya Injili, wewe ni mtakatifu. Kwanza sasa usiogope utakatifu kaka au dada. Kwa hiyo neema inatufundisha kuishi maisha utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Mambo 7 yako pale. Kwa hiyo kama unataka kukua, hasa kukua katika neema, tumejifunza vitu kama 4-5 hivi ambavyo vinaweza vikatusaidia tukakua. Kwanza ni Mungu anayetupa. Lakini Mungu anatupa kwa kigezo cha unyenyekevu. Ukitaka Mungu akuongezee neema na neema na neema, jifunze kuwa na unyenyekevu. Na chukua kama ombi lako sasa. Mungu, weka unyenyekevu ndani yangu ili niweze kuipata neema, niikulie neema, niukulie wokovu kwa neema ikiongezeka. Lakini neema inaweza ikaongezeka kwa imani. Ukiongeza imani, neema inaweza ikaongezeka kwa kusoma neno la Mungu. Neema inaongezeka. Ni wakati wetu wa kuhakikisha tunakuwa katika neema. Kumbuka mstari tulioanza nao pale mwanzoni katika Petro wa kwanza, Petro wa pili, sura ya 3 mstari wa 17, ambao ulikuwa unasema, basi wapenzi, mkitangulia kujua haya, jilindeni nafsi zenu, msije
mkachukuliwa na makosa ya uhalifu. Mstari wa 18. Lakini kueni katika neema na katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu na yeye sasa na hata milele. Hapa kuna kukua katika neema na kuna kukua katika kumjua. Sasa kukua katika kumjua ni level nyingine ambayo tutakuja. Katika mstari huu umeeleza level 2. Mungu akubariki. Kesho nayo ni siku na neno litaendelea. Asante.